baada ya hadithi hiyo anasema an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Takatusogee tuzimalize hadithi 13 za mlango huu kama itawezekana, kama haikuwezekana basi tuishie jiani. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna nafaran min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba kikundi miongoni mwa masahaba, kikundi miongoni mwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, saalu azwaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an amalihi fi sirri, waliwauliza wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu amali zake, kuhusu ibada zake katika siri. An amalihi, kuhusu ibada zake fi sirri, katika siri. Kuna kikundi cha masahaba walikwenda kuwauliza wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam, hivi mtume sallallahu alayhi wasallam huko nyumbani katika ibada zake za siri afanyaje ibada? Wataka kujua. Faqala ba'dhum, walipoelezwa habari za kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam afanya hivi afanya hivi afanya hivi, faqala ba'dhum, wakasema baadhi yao, la atazawwaju an-nisaa, mimi sioi wanawake, nitakuwa mtawa. Akachagua tabattul, kwamba atakuwa mtawa, hataoa, yeye kazi yake kufanya ibada tu usiku kucha halali na mchana afunga. La atazawwaju an-nisaa, mimi sitaoa wanawake, natafuta pepo mimi. Kwa siowi, sitaki majukumu, sitaki masuhulia kwamba akalete, hakuna mchuzi, hakuna samaki, sio hakuna hivi, mara mkao umeishi. Mimi sitaki matatizo na mtu, niangalie mimi na nafsi yangu tu fanya ibada. Au kuna haki ya mke, la, mimi sitaki habari hizo. La atazawwaju an-nisaa. Waqala ba'dhum, wakasema baadhi yao, la akulu al-lahma, mimi sili nyama, sitakula nyama. La akulu al-lahma, mimi sitakula nyama kabisa, yani sitaki mapambo ya dunia haya, kuna nyama, michuzi, marosti, sitaki. Kula mkate mkavu na maji. Fahamu kama zuhdi, wataki maisha ya kidunia. Waqala ba'dhum, la anamu ala firash, wakasema baadhi yao, sitalala juu ya tandiko, nistalalia godoro kabisa, hakuna lala chini ili nifanye ibada. Kila chini ukienda kwenye godoro itakuwa sasa wewe walala tu, ukumbuke kama kuna ibada. Fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, likamfikia hilo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hapa aliposema la anamu ala firashi, sitalala juu ya godoro au juu ya tandiko, inahitamili kwamba nitasimama usiku wote sitalala, silali. Na hilo linatiliwa nguvu na riwaya nyingine ya Bukhari inayosema fa usalli al-laila abada, mtasali usiku milele. Yani usiku kucha mimi naswali tu. Sasa kiwa na mke sitaweza kufanya mambo haya. Fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yakamfikia hayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopata habari za watu hawa, fahamida Allah, yani akasimama akamuhimidi Allah, alhamdulillah rabbil alamin, au innal hamdalillah, akamuhimidi Allah, wa athna alayhi, la kamsifu Allah. Waqal, kisha na akasema, ma balu aqwamin, ni ipi hali ya watu ambao qalu kadha, wamesema kadha. Ma balu aqwamin qalu kadha, ni ipi hali ya watu ambao wamesema kadha. Kuna watu wamesema maneno haya, hawa watu ni aina gani hawa? Ma balu aqwamin, ni ipi hali, ma sha'nu aqwam, istifham ya tawbih, na hakuwataja, pengine alitajua ni fulani na fulani, lakini hakuwataja, kawasitiri, nazungumza kwa ujumla. Wana nini watu hawa? Lakini usalli wa anam, lakini mimi ninaswali na ninalala. Mimi si ndo atqa nas, ndo mcha Mungu zaidi kuliko watu wote.
fanya ibada utakapofanya uweze kumfikia mtume sallallahu alaihi wasallam katika takwa. Sasa yeye ni atqa nas, lakini asema mimi nafanya ibada zangu na swali na dalala, wa asumu wa uftiru, na ninafunga na ninafungua, siku nyingine nafunga siku nyingine sifungi, wa atazawwaju nisaa, na ninaoa wanawake, pamoja na takwa na salah na amal na ibada, lakini naoa. Faman raghiba an sunnati, basi mwenye kuichukia yani kuiacha sunna yangu, falaysa minni, si katika mimi, mwenye kuipuuza. Faman raghiba an sunnati, mwenye kuichukia sunna yangu akaacha utaratibu wangu, falaysa minni, si katika mimi, haiko katika watu wa njia yangu. Laysa min ahli tariqati bal ana bari'un minhu, mimi niko mbali na mtu huyo. Tayeb, hiyo hadithi iko wazi. Kwa ni haramu mtu kuacha kuoa kwa sababu ya kutafuta utawa. Katika Uislamu hakuna utawa, hakuna rahbania kwamba huyu ni mtawa haowi haruhusiwi kuoa huyu. Hakuna katika Uislamu jambo hilo. Uislamu umekataza. Huo ni uzushi ulizushwa na manasara na ukawashinda. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi, na utawa waliouzua wameuzusha wao wenyewe, sisi hatukuwajibishia juu yao.